Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha kila siku. Ikiwa bado hujasubscribe, tunaomba usubscribe, ushare, ulike pamoja na comment. Ukifanya hivyo unakuwa unatusupport kwa namna moja ama nyingine. Leo tunakuletea taarifa nyingine mpya ambayo itakutoa pale ulipo na kuweza kupiga hatua. Nimesikia komenti zenu, nimefuatilia, na kwa upendo tu niseme asante kwa maoni yenu. Kwa sababu comment section ni kwa ajili ya mtu ambaye anaweza akatoa maoni yake, kila anachofikiria, anaweza akashauri, anaweza akaandika chochote anachojisikia. Asitukane tu, aongee maoni yake kwa uhuru wowote ule, lakini asitukane mtu. Leo nakuja kuongelea habari ya green card. Nataka kwanza ujue maana ya green card ni nini. Green card ni kadi ambayo watu ambao wanaomba hifadhi, na maana mtu ambaye anakuja katika nchi ya Marekani anaweza akawa ni mtu ambaye alikimbia mchini kwao, nchi yake ina vita. Anaweza akawa ni mtu ambaye amekimbizwa kwa matatizo ya kisiasa. Anaweza akawa ni mtu ambaye ametengwa kwa sababu za kidini, sababu za kifamilia. Sababu ziko nyingi. Green card ni kadi ambayo mtu anapewa yule ambaye ana makazi ya kudumu. Green card ni kadi ya mtu ambaye anaipewa baada ya kufika Marekani, akikaa mwaka mzima au tuseme miezi 8 mpaka 10, unaweza ukapply green card. Lakini tu ikiwa umekuja Marekani kwa njia halali. Na Marekani imekuwa ikifanya hivyo takriban miaka 170 kama sijakosea, ikiwa inatoa vitambulisho kama hivyo kwa wageni ambao wanatamani kuishi hapa mchini Marekani kwa makazi ya kudumu. Ni kadi ndogo sana ambayo ina maana sana mchini Marekani. Kwa sababu hiyo, baada ya kukaa miaka 5 hapa mchini Marekani, una uwezo ama una access ya kuomba uraia. Ina maana unaweza ukawa raia wa Marekani ukiapply, kwa sababu kigezo cha kwanza ni kwamba uishi mchini miaka 5 ukiwa una taarifa zozote mbaya, kwamba wewe ni mwizi, kwamba una kesi mbaya, wewe ni mhalifu fulani, wewe ni mtu wa ajabu, wewe ni wanasema gaidi. Hivyo vyote ukiwa haumo ndani yake, na maana uwezekano wa wewe kupewa uraia nchini Marekani unakuwa una asilimia kubwa. Sasa bwana, katika Trump administration kama wanavyoita, ameingia akiwa sign order nyingi. Video iliyopita niliongelea order mojawapo ambazo Rais Donald Trump alivyoingia alisign, na mojawapo sasa hivi zinafanya kazi. Moja ambayo ilikuwa mwanzoni kabisa, ambayo ilikuwa na nguvu sana, ni kuhusu deportation. Ina maana uwe ni mtu ambaye alikuwa amelenga sana watu ambao wameingia nchini hapa kinyume na sheria, ina maana wahamiaji haramu. Lakini baadaye waliongeza kwamba hata mtu ambaye ameingia kihalali, ikiwa ana makosa au court tuseme mahakama iliamuru kwamba huyo mtu asingetakiwa apatikane katika nchi ya Marekani, kwa sababu kuna watu ambao waliokatiwa, ina maana kesi zao tayari zilifungwa, mahakama ikidai kwamba hawa watu wasingetakiwa kupatikana katika nchi ya Marekani, ina maana ungekuwa wameshaondoka. Watu wao walilengwa sana, na kuna wale waliorudishwa, watu wa Mexico, watu wa Colombia, watu wa nchi mbalimbali, na wengine wa nchi za Afrika walirudishwa. Sasa administration hii imeweka pause, imefunga au imebana, imeweka pending maombi yoyote ya green card. Hiyo ndio taarifa. Mengine yote mimi naenda kushoto kulia, naenda nyuma mbele, lakini taarifa ni kwamba green card imefungwa kwa muda, kwa wale ambao walikuwa wanajiandaa kufanya maombi, kwa wale ambao walikuwa wameshaomba, kwa wale ambao wanasubiri, kwa wale ambao wanatamani kufanya hivyo. Green card, unajua idara inayotoa green card ni idara ya uhamiaji. Na idara ya uhamiaji Marekani inaitwa USCIS. Hiyo ndo idara ya uhamiaji ambayo inatoa vitambulisho vingi vya makazi hapa mchini. Sasa hao wakiungana na administration ya Rais Donald Trump wametangaza kwamba kwa muda huu
watakuwa wana process kesi zingine tofauti na za kutoa green card. Ina maana kwa wale ambao wali apply, wale ambao wanajiandaa ku apply, wale ambao wameshafanya nini kuhusu green card, msahau kwanza. Sijasema kwamba wameifutilia mbali kwamba hakutakuwa green card tena. Sijasema hivyo. Nataka niwe clear. Ni kwamba green card hipo. Lakini hakuna zoezi kwa sasa hivi. Hakuna zoezi lolote linalofanyika kwa maombi ya green card. Uwe umeingia nchini hapa, umeshatimiza vigezo, na maana mwaka mzima umeishi hapa. Kwa sasa hivi mlango huo wa kuapply green card haupo. Unatakiwa usubiri mpaka oda nyingine itakavyotangazwa. Najua umenipata, najua umenielewa vizuri. Taarifa iliyopo ni kwamba wewe usibabaike. Wewe usio na mawazo, kwa sababu ikiwa uliingia nchini kihalali, unachotakiwa wewe kufanya ni kwamba mtafute wakili au mtafute lawyer. Lawyer ambaye anahusiana na mambo ya migration. Lawyer ambaye anahusiana na mambo ya immigration atakusaidia kwenye swala lako. Usipaniki, kwa sababu Marekani ni nchi nzuri ambayo inapokea wageni na inapenda wageni. Hata kama wamefunga, haya ni mawazo yangu. Haya ni maoni yangu. Sisemi kwamba hii ndo kweli. Natoa maoni kulingana na kitu kilivyo tunavyokiona. Kwamba hata kama wakifunga leo, inawezekana kesho kutwa wakafungua, kwa sababu wao ni watu wanapenda watu, wanapokea wageni, wanalea wageni vizuri. Kwa hiyo inawezekana ikawa kitu ambacho kimekuja tu kwa muda fulani, lakini baada ya muda fulani kitatoweka na maisha kawaida yakaendelea. Usiogope wewe ambaye hujapata green card. Usiogope wewe ambaye ulikuwa unajiandaa uapply green card. Hata kama itachukua muda, lakini amini kwamba utapata green card. Ukiwa na imani hiyo, basi comment kwenye comment section ili niweze kujua maoni yako. Zoezi la green card kuanzia leo au kuanzia jana halipo kabisa. Kwa hiyo wamesimamisha na mpaka watangaze tena, na wakitangaza basi tutawajia ili tuweze kuwataarifu. Mpaka hapa sina la ziada. Endelea kujifunza kutoka kwangu. Bye bye, tutakutana katika video inayokuja.